Hello, rafiki yangu mambo, habari yako, uko salama? Shangai sana, leo niko polini kidogo, you can see the view. Niko polini kidogo, kuna kazi naifanya. Rafiki yangu leo nataka tudili na watu ambao wao ni bremers, yani walalamishi. Watu walalamishi tunao makazini, tunao kwenye mahusiano yetu, kwenye ndoa, tunao popote pale, yani wapo bremers, walalamishi. Namna gani utadili na hawa watu ambao ni walalamishi? Anytime wao wanalalamika, watalalamikia serikali, watalalamikia hali yao ya kiuchumi, watalalamikia sijui makosa yaliyofanywa kwa wapi, nini. How to deal with the bremers? Na wewe kama ni brema mmoja wapo, how can you, utaondokaje kwenye namna ya kutokuwa brema, kutokuwa mlalamishi? Sasa tuanze na kundi la kwanza, watu ambao wanalalamika. Sisi sasa ambao tuna deal na watu ambao wanalalamika, kitu cha kwanza tunapokutana na watu ambao ni bremers, issue ya kwanza, wewe jitambue tu, jitambue, jithamini. Yes, naelewa kile unachokifanya. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni kujua tatizo la huyo brema, huyo mlalamishi ambaye unakuwa unahusiana naye, labda kazini kama nilivyosema, au popote pale unapokuwa. Jua kwamba she's a brema, who is a brema, ni mtu ambaye ana brema, umeelewa? Alafu kisa tatu, just be you. Yani kuwa wewe, kwa sababu umeshamtambua. Kuwa wewe, endelea kufocus na mambo yako yale yaliyo ya msingi, kwa sababu huyu brema usipomfeed, huyu brema mlalamishi usipomfeed, yani usipomjibu kulingana na vile yeye anavyotaka, inamaanisha kwamba kuna bonda fulani itawekwa kati yako pamoja na yake yeye. Atavyokuwa na blame, watu wengine watakavyokuwa wanakuja kwako, mwisho wa siku anaweza akaacha kublame. Ataanza kuongea vitu ndivyo vya msingi, kwa sababu anaona wewe haumfeed ile ego yake, haumfeed kule kublame kwake. Kwa atajua kwamba huyu mtu ambaye nadili naye huyu ni mtu makini sana. Kwa unapoongea naye lazima nibadilishe nini conversations. Itakusaidia wewe ili uweze kufocus na mambo yako nini ya msingi, kwa sababu ukiwa na bremers wanamaliza sana muda wetu. Kiwalisia nitoe panga hivi, wanamaliza sana nini muda wetu, muda mwingine, kwa sababu watataka ujisikie vibaya kwa sababu ya wao, labda yale waliopitia, ujisikie labda kwamba yani wanataka ufeel their pain, ili hali naona maumivu yako, naona mambo yako mengi ambayo unakuwa unayapitia. Umeona? Kwa just weka boundary. Inabidi weke nini boundary. Kwa muda wa kumsikiliza, basi msikilize. If you have time, msikilize. Msaidie ili aweze kuheal, na umsaidie muda mwingine unapoona kama kuna tatizo la moja kwa moja ambalo yeye alioni, msaidie kuweza kuliona tatizo na namna gani linaweza likatatulika kwa njia ambayo ni rahisi, ili mwisho wa siku aweze kupunguza nini zile blaming kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ni wale watu ambao wanakutana na bremers na walalamishi. Sasa twende kwa brema, mtu ambaye ni mlalamishi. Mimi ni mlalamishi sana. Yani kila kitu nalalamikia serikali. Nimefanya mimi tatu. Nalalamikia wazazi wangu. Wazazi wangu kwa nini walifanya kile hiki? Namlalamikia rafiki yangu. Yani kila ambaye nakutana naye namlalamikia. Mimi nalalamika tu. Kesi ya kwanza, kwa watu ambao wanakuwa napitia hali kama hiyo, wao wenyewe waweze kutambua kwamba ni tatizo. Yeye inabidi uweze kutambua kwamba ni nini ni tatizo. Ila majority ya wengi pia inakuwa ni ngumu kutambua nini ni tatizo, kwa sababu ndio maisha nini ambao wanakuwa wanaishi nayo. Umeona? Ila hapa nitazungumza na mtu ambaye ashajua kwamba ni tatizo, kwamba na blame sana, yani kila kitu una blame. Ujue kwamba hiyo ni tatizo la kiakili ambalo unakuwa nalo. Ni tatizo ambalo unaona kwamba maisha yako kuwa hivyo, kuna watu ambao wamesababisha maisha yako yawe hivyo. Lakini kiuhalisia unakuta hapana. Kila mtu ana safari yake kwenye maisha, na kila hatua tunakuwa tunapitia kwenye maisha yake, lengo lake ni kuja kutufunza ili tuweze kuwa watu fulani. Kuja kutufunza tupate masomo
kwa ile situation ambayo tunakuwa tunapitia, at the end of the day tuweze kutoka kwenye ile situation ili tuweze kuwa watu fulani. Lakini tukistuck pale pale, hatutaki kuja na solutions, ila tunatupa mpira kwa watu wengine, inamaanisha kwamba tutaendelea kuwa dreamers, tutaendelea kuwa nini? Walalamishi siku zote. Inawezekana labda rafiki yangu labda ulipitia hali ngumu, sasa madam hujui tu, mimi labda niliachwa, mimi labda nilitupiwa na nguo zangu nje, mimi sijui kama 1 2 3, yule mtu alinipotezea sana muda, yule mtu alikuwa 1 2 3. Okay, ni sawa, nakuelewa. Lakini vipi kama kweli wewe ulikuwa ni sehemu ya tatizo iliyomfanya huyo mwenzako labda aone kwamba you are not worthy kuwa na yeye? Vipi kama mambo yako uliokuwa unayafanya yalimfanya yeye asijihisi yeye kuwa sehemu ya mahusiano yenu? Hiyo pia inawezekana. Lakini kwa sababu binadamu au viumbe hai tuna asili ya kujipenda sisi, huwa tunasahau kuangalia kwa upande wetu. Lakini pia muda mwingine, vipi kama hiyo ilikuwa ni chance ya wewe uweze kupata somo ili uweze kwenda mbele zaidi? Sio lazima uwe na yeye huyo tu, umeona, ambao unamblame mpaka leo miaka na miaka. Sio lazima uwe na yeye tu. Dunia na watu wengi sana hii. Vipi kama ni chance yako wewe ambayo ilikuwa itakufanya uende mbele zaidi, ili uweze kukutana na watu wengine zaidi ambao watakufanya ufeel better, ufeel happy, na ndoto zako ziwe accomplished? Vipi? Umeona kwamba ina make sense kama ukiwa na mawazo kama hayo? Lakini issue ya msingi na kubwa kuliko yote, lazima tujifunze kuwa positive. Dreamers, lazima tujifunze kwa nini positive. Sio kile linalotokea kwenye maisha yetu tumekuja kwa ajili ya kutudidimiza, hapana. Sio watu wote waliokuja kwenye maisha yetu wametufanya mambo mabaya walikuja kwa ajili ya kutufanya tuonekane watu wa ajabu, wote tuonekane 1 2 3, hapana. Kuna wengine walikuja kwa makusudi maalum ili waweze kutupa masomo. Kuna wengine pia walikuja kutupa mafunzo maalum ili tuweze kuenda level za juu zaidi, ili tuweze kukutana na watu ambao watatufanya si kuwa watu kati ya watu. Sawa rafiki yangu, punguza kublame. Mungu yupo, usijikondem sana. Kuna kitabu hiki cha Warumi 8 mstari wa 1 kinasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao walio katika Kristo Yesu. Haitakiwi kujikondem. Unajikondem what for? Unaweza ukarudi nyuma kwenda clear zile errors za nyuma, ni ngumu, si ndio? Kwa kama hatuwezi rafiki yangu, hebu tujifunze kuwa watu ambao tuko positive. Yes, tuwe ni positive. Tuwe tu positive. Na mwisho wa siku zile positivity energies zitakuja kwetu na tutaishi accordingly. Ila kublame, tuna blame huyu, tunapoteza energy ya kutosha, inatufanya tu exhausted, and mwisho wa siku hatuwezi kuendelea. Nakupenda rafiki yangu. Stay safe. Kama una rafiki ambaye ni Brema, msikilize, weka boundaries, uishi vizuri. Kama wewe ni Brema, kama nilivyokuambia, sio kwamba kila watu waliokuja kwenye maisha yako walikuwa na lengo la kukuumiza tu na kukufanya uwe level hapo, hapana. Jifunze somo kwa nini watu waliingia kwenye maisha yako. Kwa nini uliumizwa, ili tuweze kwenda mbele. Asante sana rafiki yangu. Nashukuru sana kwa kunipa muda wako. Bye and stay safe.